Simulizi la maisha ya Mtakatifu Fransisko wa Asizi, sehemu ya 6 ya masimulizi. Kutoka Pontiucula, ndugu walikomaa kimalezi, tayari kutumwa kuhubiri Injili sehemu nyingi za Ulaya na Afrika ya Kaskazini, yaani Moroko na Misri. Shirika liliendelea kukua na kuenea sehemu mbalimbali za Ulaya. Mtakatifu Fransisko tangu mwanzo alianzisha desturi ya kuwa na mikutano ya shirika wakati wa sikukuu ya Pentekoste ili kudumisha roho ya umoja wa kindugu. Mikutano hiyo ilifanyika mara kwa mara, lakini baadaye ikawa inafanyika kila baada ya miaka mitatu. Mikutano ilifanyika Pontiucula na Fransisko akashiriki. Ni mikutano ya mwaka 1217, 1219, 1221 na 1224. Katika mikutano hiyo, Fransisko alipata nafasi ya kukutana na kukaa pamoja na ndugu, kufahamiana na ndugu wapya, kuwapa mawaidha na kufanya marekebisho katika kanuni endapo kulikuwa na uhitaji wa kufanya hivyo. Mkutano ulijulikana zaidi ni ule mkutano wa mikeka wa mwaka 1217. Ulikusanya ndugu zaidi ya 3,000 na walijenga vibanda vya makuti na kulala kwenye mikeka. Ndiyo maana unaitwa mkutano wa mikeka. Kuongezeka haraka kwa wanashirika na kufunga nyumba za utume sehemu mbalimbali kulihitajika muundo wa aina fulani ya uongozi wenye msingi ya imani, unyenyekevu, utii na upendo wa kindugu. Lengo ni kutofautisha uongozi wa kidunia na uongozi wenye misingi ya kiinjili. Kwa Fransisko, uongozi ni kuwaelekeza na kuwafikisha watu kwa Kristo, mfano wa Yohane Mbatizaji, ili Kristo azidi na sisi tupungue. Toka mwanzo, Fransisko hakupenda ndugu wajione kuwa bora kuliko wengine kwa sababu ya mamlaka au cheo chao. Katika mkutano huu wa mikeka, Fransisko alisisitiza ndugu wasiitwe mabosi au wasimamizi, bali waitwe wahudumu na watumishi wa wote, wakifuata mfano wa Kristo aliyekuja kutumikia na siyo kutumikiwa, na kutoa uhai wake kwa ajili yetu. Aliwahimiza pia kutunza roho ya sala, kuwa wavumilivu, wanyenyekevu, wenye shukrani na kuishi kwa amani na watu wote. Alisisitiza sana kutunza nidhamu ya kitawa kwa kuwatii viongozi, kutunza usafi wa moyo na kupenda ufukara wa kiinjili. Alisema, tumeahidi mambo makubwa, na hata hivyo tumeahidiwa mambo makubwa zaidi. Yatupaswa kushika ahadi tulizoziweka, tutamani ahadi tulizoahidiwa. Anasa hupita, lakini adhabu yake ni ya milele. Mkutano wa shirika wa mwaka 1219 uliamua kufungua nyumba katika nchi za wasio wa Kristo. Mtakatifu Fransisko, kama askari shujaa wa Kristo, alipenda sana kufia dini. Aliona wakati umewadia wa kutoa ushuhuda wa Injili kwa wasiomwamini Kristo. Fransisko, akifuatana na ndugu, alikwenda Misri kumhubiri Kristo kwa sultani. Ndugu wengine walielekea Moroko. Katika hali ya wakati ule, ikiwa askari alifaulu kumuua Mkristo, alipandishwa cheo. Fransisko na ndugu walipofika kwa sultani, maskari waliwarukia na kuanza kuwapiga. Fransisko alipiga kelele huku akiita, "Sultani! Sultani!" Maskari waliogopa waliposikia anaita kwa jina la sultani. Wakafikiri huenda walikuwa wajumbe waliotumwa kwake. Waliacha kuwapiga na kuwapeleka ndani ya kambi ili wawasikilize nia yao. Fransisko aliwaeleza kwa lugha ya Kifaransa kwamba alitamani kuonana na sultani ili amfundishe Injili. Kwa sentensi hiyo, angeisema akiwa nje ya kambi, angeuawa mara moja. Baadhi ya maaskari waliokuwepo kambini walipenda kufanya mjadala kuhusu Qur'ani na Injili. Sultani alipofika, alipenda kuongea nao na kuwaona kuwa ni watu wa amani. Alivutiwa sana na mtindo wa maisha yao, akamwambia Fransisko, "Kama Wakristo wote wangekuwa kama wewe, ningefikiri kuwa Mkristo."
Francisco alifanya majadiliano na sultani juu ya dini ya Kikristo akiwa na lengo la kuubadili moyo wake, lakini hakufaulu. Aliondoka akiwa na huzuni kubwa, kwani juhudi zake za kuubadili moyo wa sultani hazikufanikiwa. Sultani alimalizia kwa kumwambia Francisco kwamba amkumbuke katika sala zake ili Mungu amfunulie dini gani inampendeza zaidi. Ndugu waliokwenda Moroko waliuawa baada ya kuingia msikitini na kuhubiri habari za Yesu. Hawa walikuwa ni wafia dini wa kwanza wa shirika la Kifransisko tarehe 16 Januari mwaka 1220. Baada ya Francisco kushindwa kufia dini kule Misri, sultani alimpa zawadi nyingi kwa maskini na kibali maalumu cha kumruhusu kusafiri nchi zote bila kulipa ushuru. Francisco aliamua kutumia ufadhili huo kwenda nchi takatifu kusherehekea Noeli huko Bethlehem. Changamoto ni wazi ya mafanikio. Shirika lilipozidi kukua, changamoto zilitokea. Usikose sehemu ya 7 ya masimulizi ya maisha ya Mtakatifu Francisco wa Asizi.